Evariste Ndayishimiye anasema nyie Rwanda nyie Rwanda ndio mnatuchokoza na mnatutafuta sana. Lawama bado zinatupwa kwa upande ule wa Kigali. Kutokea upande ule wa Burundi. Rais Ndayishimiye bado haiamini kabisa serikali ya Kigali kule. Shida nini cha kupewa? Tatizo ni moja, mataifa hayo sana yamekuwa katika msuguano kwa miaka mingi licha kufuanana mambo mengi ya kitamaduni, historia na ustaarabu kwa ujumla. Lakini unaweza kusema climax ya uhusiano mbaya ilikuwa ni 2015 hasa baada ya lile jaribio la mapinduzi lililoshindwa chini ya Godefroid Niyombare aliyekuwa mkuu wa idara ya upelelezi ya Burundi wakati huo, kutaka kuondosha utawala wa Rais Pierre Nkurunziza ambaye wakati mapinduzi yakitokea alikuwa hapa Dar es Salaam Tanzania kuhudhuria kikao cha wakuu wa nchi. Na tangu wakati huo serikali ya Burundi imekuwa ikishutumu taifa la Rwanda kwamba wao ndio waliokuwa nyuma ya ule mchongo wa serikali ya Nkurunziza kupinduliwa, huku Rwanda ikiendelea kusema ni changamoto zenu ninyi ndani kwa ndani ambazo zilifanya wananchi kutaka kuiondosha serikali ya nchi hiyo. Na tangu wakati huo mataifa haya yalisitishiana mipaka, na ni miaka 10 sasa, zaidi ya 10 sasa. Mataifa hayo hayaingiliani katika habari ya usafiri na usafirishaji. Sasa hatua ya karibuni hii ya Rais Ndayishimiye kuishutumu Rwanda inafuatia madai, anachoita madai ya muda mrefu kwamba taifa hilo licha ya kuwarai miaka mingi kwamba waliohusika katika mapinduzi ya 2015 na baadaye wakatoka katika nchi hiyo kukimbilia Kigali imeendelea kuwashikilia badala ya kuwasalimisha kwa mamlaka za Burundi kwa ajili ya kushtakiwa kwa mujibu wa sheria za mataifa za nchi hiyo. Kwa hiyo ni msuguano ambao umeendelea kuwa na sura tofauti, hasa kwa kuzingatia pia kwamba Rwanda imeshutumiwa na Umoja wa Mataifa kuwa nyuma ya M23 na muungano wake wa AFC. M23 ambayo imekuwa ni hasimu wa serikali ya Kinshasa. Utakumbuka kwamba Burundi wakati hali ikiwa hivyo baina ya M23 na AFC na Rwanda, Burundi imekuwa na wanajeshi wengi ambao wanapigana bega kwa bega na vikosi vya Kinshasa vya FARDC kupambana na hawa waasi, ikiwemo kundi hili la M23. Kwa hiyo hata maslahi ya kikanda naweza kusema yamekuwa ni moja kati ya misukumo ambayo imeendelea kuunogesha au kuutopeza mgogoro huu, au unaweza kusema mtanziko huu wa kidiplomasia baina yao kadri muda unavyokwenda, kusema kweli.